Asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu. Ni Pastor Dosi Mundara. Nina ujumbe ambao Bwana alinipa, nafikiri ni mwezi mmoja sasa. Lakini baada ya kukaa muda mrefu nimesikia ndani yangu kwamba niseme, kwa sababu ni ujumbe ambao Bwana amenipa kwa ajili ya watu husika. Kwenye kitabu kile cha Amos sura ya 3 na ule mstari wa 7, maandiko yanasema hivi: hakika Bwana hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. So there are prophets, na maandiko yanazungumza kwa habari ya wale ambao walikuwa wanaitwa minor and major prophets. Kwa hiyo kila mmoja anaweza kuwa nabii, lakini kama Bwana ametaka kusema naye kwa namna hiyo. Kwa hiyo nikizungumza kwa habari ya huu ujumbe, niliona kwa habari ya huduma kubwa Tanzania. Na hii huduma, baada ya kuona, niliona wako watu kadhaa ambao walikuwa ni moja ya viongozi ambao wako kwenye kamiti zile za juu. Walikuwa kwenye chumba fulani ambacho walikuwa wanafanya uchaguzi, na nikaona wanafanya uchaguzi kwa ajili ya kiongozi wao mkubwa baada ya yule ambaye alikuwepo kuondoka katika nafasi. Na amenipa huo ujumbe wakati wa sasa, lakini kadiri ambavyo siku zinaenda, Bwana amenisisitiza kwa ajili ya kuwapa watu ili wajiandae. Kwa hiyo kama watu mnaomba kwa ajili ya jambo hili, ombeni, na hii itakuwa ni nzuri sana. Awape kiongozi ambaye atakuwa ni kiongozi bora, lakini pia atawasaidia katika kuiendeleza taasisi. Na tunavyojua, kiongozi ndio njia, kiongozi ndio mtu ambaye anabeba maono na picha ya huduma. Kwa hiyo ukipata kiongozi mzuri, huduma iko salama. Lakini pia akipatikana kiongozi ambaye ni mbaya, anaweza akaihatarisha huduma, akahatarisha taasisi, akahatarisha hata maisha ya watu. Kwa hiyo inabidi watu waombe kwa ajili ya Mungu afanye namna ya kutusaidia na kuwasaidia watu wa upande wao, kwamba awape kiongozi ambaye ni kiongozi mzuri, kwa sababu kiongozi ndiye ambaye anaweza kuamua mema yafuate taasisi au mabaya yafuate taasisi. Na kama ambavyo tumekuwa tukifahamu kwamba kumekuwa na baadhi ya vitu ambavyo kawaida katika mwili wa Kristo havikupaswa hata kufanyika. Huko kwenye maandiko hatukuviona hivi vitu vinatokea. Kwa hiyo ni muhimu sana kuzingatia hili jambo, kwa sababu Mungu anapoachilia ujumbe wake, anaachilia ujumbe ili kuweza kuwasaidia watu waweze kufanya maandalizi mapema kabla hakujaharibika chochote. Kwa hiyo huu ni ujumbe maalum kwa ajili ya taasisi kubwa, ni taasisi ya kidini, hata IUC. Hivi sasa mimi sisemi ni nani, lakini ni Mungu anaongea na wewe. Kila unachokijaribu kufanya kinafeli. Sawa? Ukijitahidi hata kusema naondoka nyumbani naenda kuishi mbali, unakaa miezi 2 au 3 unarudi. Mara ya mwisho kabisa ulisema mimi nimechoka na kufa, kama alivyokufa ndugu yako. Ulisema nakufa kama alivyokufa ndugu yangu. Ndipo aliposema haya, kuanzia leo madhabahu ya familia yenu, in the mighty name of Jesus Christ.